Mawakili wana wajibu katika jamii. Wajibu wa wakili katika jamii kwanza ni kutoa usaidizi wa kisheria kwa watu binafsi, makampuni, mashirika binafsi, serikali pamoja na mashirika ya serikali. Lakini kazi nyingine ya wakili ni kuwakilisha wateja mahakamani na katika taasisi mbalimbali za kisheria. Lakini kazi nyingine ya wakili ni kutoa ushauri wa kisheria, kushauri kuhusiana na haki, wajibu, mwelekeo wa sheria pamoja na maamuzi mbalimbali. Kazi nyingine ni kuandika na kuandaa mikataba mbalimbali, wosia, viapo, hati miliki na nyaraka nyingine nyingi za kisheria. Lakini kazi nyingine ya wakili ni kusaidia katika utatuzi wa migogoro mbalimbali, aidha mahakamani au nje ya mahakamani. Kwa hiyo tunapenda sasa kuelezea kwamba pamoja na majukumu haya ya wakili, jamii itambue kwamba pamoja na kuwa mthibitishaji wa viapo na afisa wa mahakama, kuna namna mbalimbali za kumtambua wakili sasa ambaye ndiye aliyethibitishwa kufanya kazi za uwakili. Namna ya kwanza nzuri ya kumtambua wakili, kwanza lazima awe ameandikishwa kwenye daftari la mawakili, kwa maana ya kwamba yuko kwenye roll of advocates kwa mujibu wa sheria za mawakili. Lakini lazima wakili huyu awe anatumia mihuri halali na sahihi. Wakili pia lazima awe anatoa stakabadhi halali za ada na huduma. Lakini wakili lazima awe na ofisi ya kudumu inayotambulika. Namna nyingine ni lazima aweze kuthibitishwa kwa kupitia daftari la mawakili. Lakini kingine lazima awe na kitambulisho cha uwakili. Kitambulisho cha uwakili ni muhimu ambacho kinatolewa na mahakama kumtambulisha wakili kwamba amerenew na wakati huo anaweza kufanya kazi za uwakili ndani ya mwaka huo. Pamoja na kitambulisho, unaweza pia kumtambua wakili kwa kuingia kwenye mtandao wa mahakama au kaandika tu mjue wakili. Moja kwa moja itakupeleka kwenye e-wakili na utaandika majina ya wakili ambaye amejitambulisha. Ukishaandika itakuletea taarifa za wakili husika. Kwa kama mtu amedanganya kwamba yeye ni wakili, ni rahisi sana kugundua kwamba sio wakili. Lakini kama ni wakili pia ni rahisi kugundua kwamba ni wakili. Kwa ndugu zangu, hizo ni namna 7 za kumtambua wakili ambaye ameidhinishwa kisheria au anayetambulika kisheria. Ndugu zangu wanahabari na Watanzania wenzetu, kamati hii kama ambavyo nimesema awali kwamba inadili au ni kamati inayojihusisha au inayosimamia malipo na maslahi ya mawakili, lakini pia na kupambana na vishoka wa uwakili. Sasa wakili anapofanya kazi zake katika majukumu yote niliyoyataja, hafanyi kazi hizi bure. Anafanya kazi hizi kwa kutoza ada, na ada inayotozwa ni lazima kwa namna yoyote iwe chini ya viwango ambavyo vimewekwa kisheria. Kama mnavyojua kwamba viwango hivi vya ada ambavyo viko chini ya tunasema Advocates Remuneration Order, kwa maana ya amri au kanuni za malipo ya mawakili, zimetoa viwango mbalimbali vya kutoza katika kila huduma. Na viwango hivi vimewekwa kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza ni kulinda hadhi ya taaluma ya sheria. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kutoa motisha kwa mawakili katika kutoa huduma. Sababu nyingine ni kuepusha ushindani haramu. Kuepusha ushindani haramu unaoshusha ubora wa huduma.
Sababu nyingine ya kuwa na hizi kanuni mahususi kwa ajili ya malipo ya mawakili ni kuhakikisha mawakili wanalipa kodi stahiki na kuchangia uchumi wa taifa. Kwa ndugu zangu, kanuni hizi zinaleta ushindani wa ada pale kunapokuwa kuna utozaji wa ada kiholela, unaua ushindani wa huduma ya uwakili nchini. Na hii tunaita kwa kitaalam au kwa Kiingereza undercutting. Kwa hiyo kumekuwepo na namna nyingi ambapo watu wasio mawakili wanajifanya mawakili kwa kutoa huduma, lakini kwa bei au kwa viwango ambavyo si vile ambavyo vimewekwa katika sheria. Lakini wapo mawakili pia wenzetu, kwa bahati mbaya sana, wanatoza viwango vya chini ya vile viwango ambavyo vimewekwa kisheria. Haya yote ni makosa, na wakili yeyote anayefanya hivyo anavunja sheria. Na kamati hii kila inapopokea malalamiko kuhusiana na mawakili wanaotoza viwango vya chini, ndio jukumu lake kuwachukulia hatua za kinidhamu, ikiwepo kusimamishwa kutoa huduma ya uwakili ama kufutwa kwenye daftari la mawakili kabisa pale ambapo inabainika kwamba wakili anatoza fedha au anatoza viwango chini ya viwango vilivyowekwa kisheria. Naweza nikawapa mfano mmoja tu mdogo, kwamba unakuta kuna mkataba wakili ana sign labda wa ununuzi wa ardhi. Mkataba huu labda wa milioni 100 kwa mfano, lakini mteja anakwenda kwenye firm A, anaambiwa kiwango cha fedha ambacho kinatakiwa kutozwa kwa mujibu wa sheria labda ni 6% au kiwango ambacho kimewekwa mahususi. Lakini mteja anaondoka anasema anaye wakili ambaye anaweza akasaini mkataba huo kwa shilingi 20,000 au 50,000. Hii ni dharau kwa taaluma, lakini ni kuishusha hadhi taaluma ya uwakili. Taaluma imewekewa viwango vya kisheria vya kutoza fedha. Unaweza kuimagine kwamba mtu huyu anayenunua ardhi kwa shilingi milioni 100 anamlipa, yuko radhi kumlipa dalali 10%. Lakini wakili ambaye anatunza kumbukumbu za nyaraka hiyo na mauziano hayo na anakuwa shahidi wakati wote kuthibitisha kwa muda wote wa uhai wa mkataba, hata kama itakuwa ni miaka 50, miaka 100, analipwa shilingi 20,000 au 50,000, na yeye anakubali. Kwanza anajidhalilisha, lakini pia anaidhalilisha taaluma ya uwakili. Na kamati hii inapopokea malalamiko ya aina yoyote kuhusiana na mawakili wanaofanya undercutting, ni jukumu letu kuhakikisha wanachukuliwa hatua za kupewa adhabu stahiki. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, kwa yeyote anayepata huduma ya uwakili, lakini kwa bahati mbaya anapewa huduma ambayo kwanza analipia chini ya kiwango kilichowekwa, maana yake kuna hatihati ya mkataba ule au kiapo kile kuwa batili kwa sababu hakikufuata viwango vya utozaji wa mapato ambavyo vimewekwa. Ndugu zangu, changamoto kubwa sana imekuwepo ya kuongezeka kwa vishoka. Kwa masikitiko makubwa tumeshuhudia ongezeko la watu wanaojihusisha na utoaji wa huduma za kisheria bila kuwa mawakili. Hawa huitwa vishoka, na kamati hii ipo kwa ajili ya kudili nao, na matendo haya ni kinyume cha sheria. Na miongoni mwa vitendo hivi, ndugu zangu, yapo matendo mengi sana, au ziko namna nyingi za watu kufanya huduma kwa kujifanya mawakili. Kwanza, kuna wale wanachama ambao ni mawakili, lakini bahati mbaya hawajahusisha leseni zao kwa mwaka huo wa kutoa huduma. Kwa sababu mawakili, ili uwe wakili uruhusiwe kutoa huduma, ni lazima ulipie mwaka ule ambao unakwenda kutoa huduma. Kwa maana lazima ulipie certificate, renew certificate kwa ajili ya kutoa huduma kwa mwaka husika. Sasa unakuta mwaka huu kwa mfano 2025 kuna wakili hajalipia leseni, hajahuisha leseni, lakini anatoa huduma ya uwakili. Kwa maana ya kwamba anakwenda mahakamani, kwa maana ya kwamba anasaini mikataba kwa kuweka muhuri pamoja na sahihi yake. Haruhusiwi, na huyu kwa tafsiri ya sheria ni kishoka. Kwa hiyo huyo ni kishoka wa aina ya kwanza. Lakini wa pili,
tunao vishoka wanaogushi mihuri ya mawakili, kwa maana ya forgery ya stamps. Hili kama mnavyojua kwamba teknolojia imekuwa. Kwa kuna watu ambao ama mawakili wanawapatia watu wengine ruhusa ya kutumia mihuri yao, kitu ambacho ni kinyume cha sheria. Wakili ni kamishna wa viapo. Huyu kamishna kazi yake kubwa sio ule muhuri ambao unabandikwa pale, ni mtu anaye attest, ni mtu anayesimamia kile kiapo. Kwa hiyo kumpa mtu asiye wakili muhuri akagonga muhuri, maana yake amekwenda kinyume na sheria, na hiyo ni batili. Mtu ambaye asiye wakili kushuhudia nyaraka kama wakili. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama mnavyojua kumekuwa kuna viofisi vingi sana maeneo mengi ya utoaji huduma, kama karibia na NIDA kwa mfano, karibu na uhamiaji kwa mfano, karibu na TRA kwa mfano. Kumekuwa kuna stationaries nyingi sana. Hizi stationaries zote zimekuwa zikitoa huduma ya muhuri wa wakili. Sasa unashangaa katika sheria ipi ambapo mtu anaweza akaenda akapata huduma ya muhuri wa wakili kwenye stationery ambapo hakuna wakili? Kwa ndugu zangu wa Tanzania, lazima tujue na lazima mjue kwamba kwenda kupata huduma ya muhuri wa uwakili kwa mtu asiye wakili ni kutengeneza nyaraka ambayo ni batili. Kwa kama ni kiapo au kama ni mkataba, wakati wowote mkataba huo unaweza ukabatilishwa kwa sababu aliyegonga muhuri sio wakili. Tuna malalamiko mengi sana ambayo tumeyapokea. Kwa mfano, tuna kesi moja ya mkataba ambao ulisainiwa kati ya Hussein Charles na Tumaini Changawa. Huu mkataba umesainiwa tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka huu. Na wakili aliyejitambulisha kama Selemani Hongo, lakini ameweka na namba yake ya simu kwenye ule mkataba. Lakini baadaye mnunuzi amekuja kugundua kwamba ametapeliwa. Alipokuja TLS kutoa taarifa, akatafutwa wakili Selemani Hongo, na alipokuja yule mteja anasema sio huyu aliyesaini. Kwa akatafutwa aliyesaini mkataba ule. Bahati nzuri aliweka namba yake ya simu. Namba ya simu aliyoandika pale ni 0699 12 12 17, ambapo baada ya kufuatilia kwenye mamlaka tulikuta imesajiliwa kwa jina la Felix Buduria, na akipigiwa simu anapokea. Kwa swala hili limefunguliwa, kesi imefunguliwa polisi Oysterbay yenye kumbukumbu namba warabi namba OYB/RB/4239/2025. Kwa hiyo upelelezi unaendelea. Lakini mengine ukiacha na hili la kugushi muhuri na sahihi za mawakili, kuna hili la udanganyifu wa utambulisho, impersonification. Hili limekuwa kubwa sana. Na kama mnavyojua, kulikuwa kuna kesi hapa ambapo mtu alijifanya kuwa wakili akaingia mpaka mahakamani kumtetea mwananchi. Baadaye alivyoulizwa maswali akawa mkali. Baada ya kukamatwa amegombana na askari, amegombana na maafisa wa mahakama, ikaonekana kwamba sio wakili. Na katika kesi hii TLS ilikwenda kutoa ushahidi mahakamani kwa mtu mmoja ambaye anajiita Baraka Mkama. Huyu bwana alijifanya kama ni wakili, amekwenda mpaka mahakamani. Kwa ndugu zangu, kuna haya matatizo ya utambulisho wa udanganyifu wa utambulisho, kwamba mtu anafika kwako anajitambulisha kwamba ni wakili, lakini akijua kabisa yeye sio wakili. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania, haya ni matatizo na ni changamoto nyingi ambazo tasnia ya uwakili imekuwa ikiyapitia. Lakini anayelaumiwa mwisho wa siku ni mawakili. Inayolaumiwa ni tasnia ya uwakili. Watu wasio mawakili wanapotoa huduma au wanapofanya udanganyifu, mwisho wa siku inaonekana kwamba ni mawakili ndio wamefanya mambo hayo. Lakini sisi tuko hapa kuhakikishia kwamba kamati hii ya anti-vishoka na remuneration ya mawakili iko kwa ajili ya kulinda na kusimamia maslahi ya mawakili, na kuwataka mawakili watoze viwango vya ada
kwa mujibu wa kanuni zilizopo, lakini na wananchi wakatae kupewa huduma na kutoa ada kiholela. Changamoto kubwa nyingine tulionayo kwenye tasnia ni undercutting. Undercutting ndio hiyo sasa, kutoza ada chini ya viwango vilivyowekwa. Kwa hiyo baadhi ya wahalifu hawa ambao wanajifanya mawakili wamekuwa wakitoza kiwango cha chini cha ada kwa kuamini kabisa wanawavutia wateja. Lakini sio tu wahalifu, na kuna mawakili wengine nao wamefuata mkumbo huo. Anakuja kwako mteja na mkataba wa milioni 400, anataka umsainie kwa kulipa milioni 1 au milioni 2. Ukimkatalia, ukimpa viwango sahihi, anasema nitakwenda kwa wakili anayeweza kupokea kiwango hiki. Sasa huyo wakili ni nani ambaye anakwenda kupokea kiwango chini ya viwango vilivyowekwa? Huyo ndio tunayemtafuta. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania na mawakili wenzetu, tafadhali tunawaomba sana katika hili la undercutting. Na hapa tuwaombe TRA pamoja na Wizara ya Ardhi kwa mfano, na taasisi za serikali zinazotoa huduma ya kupokea mikataba watusaidie kwenye hili. Kwa sababu kuna sababu gani ya mkataba umekwenda TRA wa mauziano ya milioni 400, afisa wa TRA unapokea mkataba huo wenye risiti ya EFD ya huduma ya sheria ya shilingi 20,000 au shilingi 50,000 au shilingi milioni 1? Kwa kwenye hili ndugu zangu, tunawaomba TRA wawe wakali na waweke maafisa mahususi kwenye kusimamia mikataba, pamoja na Wizara ya Ardhi watusaidie kwa msajili wa hati. Mkataba unapokwenda, kabla ya kufanya transfer, watazame ni kiwango gani cha mkataba. Kama mkataba ni wa shilingi milioni 10, tunataka tuone risiti ya EFD ya wakili aliyegonga muhuri inashabihiana na kiwango kilichowekwa kwenye Advocates Remuneration Order cha ada ambayo inapaswa kulipwa. Kwa hiyo wakitusaidia wenzetu wa idara hizi, kwanza watakuwa wamesaidia kuokoa mapato ya serikali, watakuwa wamesaidia kukusanya kodi, lakini watakuwa wamesaidia kukua kwa taaluma ya sheria kwa kuhakikisha mawakili wanatoza kwa viwango ambavyo vimewekwa kisheria. Mawakili walikuwa na mjadala mkubwa sana kwamba wakili unapokwenda saluni ya kusuka au ya kiume ya kunyoa, hauwezi kwenda kunyoa kwa shilingi 5,000, tofauti na maeneo mengine. Kuna maeneo sawa, lakini katika saluni za kawaida za mjini huwezi ukafika ukajipangia bei kwamba saluni hii imeweka kiwango cha kunyoa kwa shilingi 10,000 au 30,000, wewe ukafika ukasema hapana, kama kiwango chenu ni hiki na kwenda kwenye saluni ambayo naweza nikaenda kupata huduma kwa shilingi 2,000. Haiwezekani. Kwa ni lazima mawakili na wateja kuheshimu viwango vilivyowekwa na kanuni. Na sisi kama kamati tutasimamia hapo. Tutamshughulikia wakili yeyote ambaye ataletwa kwa kuchaji chini ya viwango. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kwa yeyote atakayebainika sio wakili, ambaye atabainika kwamba amejifanya wakili na kutoza kiwango chochote cha ada chini ya viwango vilivyowekwa, ama amemtoza mtu kwa huduma ya uwakili wakati yeye sio wakili, tutashughulika naye na sisi tutasimama kuhakikisha sheria inachukua mkondo wake na anaadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa ndugu zangu, athari hizi za vishoka, athari hizi za watu wasio mawakili kufanya kazi za uwakili ni nyingi. Athari ya kwanza kwa mfano, kwanza ni kuchafua taswira ya uwakili. Ndugu zangu, uwakili ni kazi ya heshima kubwa. Ni kazi kubwa. Ni noble profession. Naposema noble profession kwa maana ya natoa kwenye neno nobility, ni kazi ya hadhi ya juu sana. Kwa hivyo taswira hii inaharibiwa kutokana na kuwa na watu wasio mawakili kuingilia na kufanya kazi ya uwakili, na hivyo kufanya wananchi kukosa imani na taaluma ya uwakili. Kwa hiyo ni athari ya kwanza, kwa wale wasio mawakili kuvamia kazi ya uwakili, ama mawakili
kufanya kazi ya uwakili chini ya kiwango na kutoza chini ya viwango. Wanaharibu taswira ya taaluma yetu. Lakini athari ya pili ni kudumaza vipato na hali za maisha za mawakili. Ndugu zangu, hii kazi ya uwakili ndio kazi pekee ya mawakili, ndio walioisomea. Kwa hiyo wanategemea kabisa kupata mapato, kufanya maisha kulingana na kazi hii. Sasa bahati mbaya ndio hiyo tulionayo kwamba viwango vilivyowekwa vya kutoza pesa au vya kutoza ada, watu wanatoza chini ya kiwango. Kwa sababu hiyo tunashusha maisha na hadhi ya mawakili. Ndio maana tunakutana na kesi mbalimbali, mawakili wamepoteza mafaili, mawakili hawajaenda mahakamani. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kiwango ambacho kimewekwa na oda ya malipo kwamba katika kesi hii mteja anatakiwa kulipa $500,000, unakuta wakili amemchaji shilingi $500,000 au $1,000,000. Mwisho wa siku kesi inakwenda kwa miezi 6 au mwaka mmoja kulingana na schedule ambayo imewekwa. Tayari wakili alishatumia ile pesa, lakini sasa hana pesa ya kukimu kwenda mahakamani, ya kujikimu kwenda mahakamani. Kwa hili ndugu zangu lazima tulisimamie kuhakikisha maslahi ya mawakili yanaonekana kwa vipato wanavyopata, lakini na kwenye maisha yao. Athari ya tatu ni kukwamisha maendeleo ya taifa. Hapa naomba nisisitize, kazi ya uwakili ni kazi kama kazi nyingine, na wakili anawajibika kulipa kodi, wakili anawajibika kulipa charges mbalimbali ambazo zinaletwa au ambazo zipo kisheria. Kwanza, wakili huyu lazima atalipa kodi ya eneo la ofisi. Wakili huyu anapaswa kuwa na mavazi ambayo yapo kikanuni, anatakiwa kuvaa akiwa ofisini na mahakamani. Lakini tatu, wakili huyu anatakiwa kulipa kodi. Na ndio maana sheria ya kodi imeelekeza mawakili wote kuwa na kutoa risiti za EFD. Sasa endapo kama kuna undercutting inafanyika na TRA inaruhusu undercutting ifanyike na sisi tunaruhusu undercutting ifanyike, maana yake tunadumaza au tunakwamisha maendeleo ya taifa. Sisi tunatamani kama mawakili kwamba katika kazi ambazo kesho kutwa serikali ingekuwa inatoa taarifa kwamba imechangia kipato au imechangia mapato kwa TRA, ingekuwa ni kazi ya uwakili. Tungefurahi sana kusikia kwamba mawakili wamekuwa walipa kodi namba 3 katika walipa kodi wote wakubwa nchini. Kwa nini? Kwa sababu ni kazi ambayo inamuhusu kila mtu na kila mmoja anayehitaji. Lakini kama tukichaji properly, kama tukichaji kulingana na viwango vilivyowekwa, kama tukiwadhibiti vishoka, kama tukijidhibiti wenyewe kutokuchaji chini ya viwango, maana yake tutasaidia sana kwa kiwango kikubwa kuinua pato la taifa, kuwa wachangiaji wakubwa kwenye kodi zilizopo. Lakini ya 4 ni kufifisha nidhamu ya kitaaluma. Tunapofanya ubabaishaji wa kuwachaji watu, maana yake vitendo vinavunja maadili ya kazi, lakini pia zinasaidia au zinachochea kuwepo na tabia za udanganyifu na uhalifu katika jamii. Kwa hiyo hizo ndio athari kubwa ambazo tunazipata kutokana na wimbi la kuwepo kwa vishoka. Ndugu zangu, wito wangu sasa, wito wa kamati hii kwa umma wa Watanzania, kwanza wananchi watumie huduma za mawakili waliothibitishwa tu. Hilo la kwanza. Wananchi wahakikishe kabla ya kwenda kumtafuta wakili, basi ajiridhishe kwamba wakili huyu amethibitishwa na ndio atumie huduma yake. Kwa hiyo waepuke pia kushawishiwa na watu wanaotoa huduma kwa bei ya chini, kwa sababu mwisho wa siku hii mikataba au viapo vinavyotolewa kwa kuchajiwa pesa kidogo vinaweza kupelekea makubaliano hayo au viapo hivyo kubatilishwa. Kwa hiyo leo mtu anaweza akaapishwa akagongewa tu muhuri akaona kwamba ametimiza lengo lake, lakini kesho kutwa inapokuja swala sasa la kufuatilia kama kiapo ni halali, unajikuta kwamba aliyekuapisha, aliyegonga muhuri wakati huo hakuwa wakili aliyekuwa amethibitishwa, au wakati huo alikuchaji kiwango chini ya kiwango ambacho kimewekwa. Na sisi tunasisitiza kwamba
popote ambapo undercutting imefanyika, tutafanya namna zozote kuhakikisha mikataba hiyo au viapo hivyo vinabatilishwa. Lakini kingine, mashirika ya umma na binafsi yashirikiane na TLS katika kuwakagua wanaojihusisha na kazi za kisheria. Sisi tunafanya, kamati hii inatembea katika zoni zote, inatembea katika mikoa yote na inatembea katika maeneo yote kukagua na kuwakamata wale wote wanaofanya kazi ambazo za kiwakili ambazo hawajathibitishwa kufanya. Kwa tuwaombe sasa na taasisi nyingine, sisi tunashirikiana na jeshi la polisi katika kila operation tunayofanya. Tunakwenda na jeshi la polisi kwenda kutusaidia kuwakamata. Sasa tuwaombe taasisi nyingine. Mimi nalia sana na TRA. Tafadhali, Mamlaka ya Mapato Tanzania, tunaomba muweke maafisa kwenye madawati, hasa wanaopitia mikataba ya mauzo au ya mauziano. Kwa hiyo kabla ya kufanya tathmini ya kodi, lazima iangaliwe, mfanye na tathmini ya kodi ya wakili, kwa sababu mikataba ile inakuwa imeambatanishwa na risiti za EFD. Kwa lazima uangalie, je, risiti iliyotolewa inaendana na charges au kiwango cha charges kilichopo kwenye order ya viwango vilivyowekwa kwa mawakili. Kama udanganyifu umefanyika, mkataba ule usifanywe transfer. Uwe ni wa kununua gari, uwe wa kununua shamba, uwe wa kununua nyumba, tunawaomba sana TRA mtusaidie. Hilo la kwanza kubwa. Na taasisi nyingine, ardhi, msajili wa ardhi pamoja na maafisa mlioko pale, wengi ni wanasheria, tunawaomba pia mikataba inayofika pale, kabla ya kufanya makadirio, lazima muangalie risiti iliyoambatanishwa, je, inaendana na charges, inaendana na kiwango cha manunuzi kilichopo. Kama hakuna, kama akiendani, kataa mkataba huo, rudisha ili uwe properly charged, ili wakili huyu atozwe kodi kulingana na mapato yaliyowekwa kisheria. Lakini cha tatu, tunaomba mamlaka za usalama waongeze juhudi katika kuwakamata na kuwafungulia mashtaka. Polisi tunawaomba sana tuendelee kushirikiana kuhakikisha sisi tunapopata taarifa, basi taarifa tunazipeleka polisi, au tunawashauri ambao wametapeliwa au wamekutana na kadhia hizo kwenda kutoa taarifa polisi. Sisi kazi yetu ni kwenda kuvamia, kukamata, lakini mwisho wa siku tunapeleka polisi. Polisi waendelee kutusaidia kuwakamata, kufuatilia, kupeleleza na kuwafikisha mahakamani watu hawa wanaochafua au wanaoharibu taswira ya shughuli za wakili. Lakini wito mwingine, wananchi wote sasa watoe taarifa, watusaidie katika makazi yetu kule, katika maeneo yetu tunayoishi, katika kazi zetu. Kuna watu wengi wameandika kwamba wakili yuko hapa. Watusaidie kutoa taarifa wakati wowote. Ukiona bango limeandikwa wakili yuko hapa, lazima uthibitishe yupo wakili kweli, kwa sababu inawezekana wakili anaishi Kinondoni, anakwenda Goba Mbuyuni, anaenda kuandika bango pale wakili yuko hapa, anaweka na namba ya simu. Lakini ukipiga namba ya simu hiyo unakuta kuna muhuri amepewa balozi. Mabalozi tunawaheshimu sana, lakini au mjumbe wa serikali ya mtaa ndio ana muhuri wa wakili. Kwa hiyo ama wakili amefanya, ama mtu mwingine, mtu yoyote tu amejitengenezea muhuri wa wakili, anaandika pale wakili yuko hapa. Kwa hiyo wananchi, mtupe taarifa, mtoe taarifa TLS, toa taarifa kwa wakili yoyote unayemfahamu. Nenda kwenye peji ya TLS za kwenye mitandao, andika, toa taarifa wakati wote. Sisi tuko macho na tuko makini. Kamati hii kwa kushirikiana na jeshi la polisi na mawakili wote, kwa kweli tunafuatilia na tunahakikisha wale wote ambao wanavunja sheria na kanuni za uendeshaji au za ufanyaji wa shughuli za uwakili wanachukuliwa hatua. Ndugu zangu, taaluma ya sheria kama mnavyojua ndio nguzo ya haki, ya maendeleo na utawala wa sheria. Ni wajibu wetu sote kuilinda, kuikuza na kuhakikisha inatendeka kwa uadilifu na weledi. Mawakili ni maafisa wa mahakama. Kwa hivyo lazima maadili, lazima
ufanyaji kazi uendane na sifa ya uaminifu tulionayo kama maafisa wa mahakama. Ndugu zangu, baada ya kuyasema hayo, sasa niwaambie dhahiri kwamba